when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Wimbo unakwenda kwa jina la We Are The World, ukiwa umerekodiwa mwaka 1985 na umoja wa wasanii kutoka nchini Marekani, ukiwa unatambulika kama United Support of Artists for Africa, au kwa kifupi USA for Africa. Nia na madhumuni ya kurekodi wimbo huu ulikuwa ni kuweza kuchangisha pesa kwa ajili ya kusaidia bara la Afrika, hususan nchi ya Ethiopia ambayo ilikuwa inapitia kipindi kigumu sana. Walikuwa na baa, njaa, na raia wake wengi walikuwa wakipoteza maisha, especially watoto wadogo. Kwa hiyo huu mmoja wa kutoka Marekani ambao uliundwa na wengi wao walikuwa ni watu wenye wanamuziki wenye asili ya Afrika, wa Marekani weusi, ambao ndio walikutanika pamoja wakaweza kufanya kitu kama hiki, ili wimbo unapouzwa sasa kile kitakachopatikana kiweze kupelekwa Ethiopia ili kuweze kuokoa maisha ya watu. Sasa kama unavyojua, katika nchi yetu sasa hivi kutokana na hizi mvua ambazo zinaendelea kunyesha, hizi za El Nino, kuna maafa pia yametokea mengi sana. Huko Arusha kuna watoto wamepoteza maisha, huko Rufiji watu wanatembea kwenye mitumbwi, sehemu ambazo walikuwa wanatembea kwa miguu kawaida kutokana na kujaa kwa maji. Kule Mbeya vile vile kuna ile landslide kwenye mlima Kawetele, watu wamepoteza nyumba zao na nini. Kwa hiyo hicho kitu ndo ambacho kimeinspire hii episode ya 8 ya Wanangu Podcast, na kitu ambacho kilikuja akilini mwangu ni huu wimbo ambao ulikuwa lengo lake ni kukumbusha utu, kuwakumbusha watu kwamba unapokuwa mwenzako anapokuwa kwenye matatizo ni vizuri ukaonyesha moyo na kuweza kumsaidia ili kuokoa maisha, au hata kumfariji tu aweze kujisikia kwamba kuna watu ambao wako pamoja naye na wako tayari kusupport. Kwa hiyo inspiration ya hii episode ya leo ni kile ambacho kinaendelea kutokea kwenye nchi yetu, na tuendelee kuomba ili tu mambo haya yaweze kuisha na watu waweze kurudi kwenye nyumba zao, maisha yaendelee kama kawaida. Sasa tukirudi kwenye huu wimbo wa We Are The World, ni nani hasa alikuwa mtu ambaye alikuja na hii idea ya kuwafanya watu wanamuziki wote wa record kwa pamoja? Kuna mwanaharakati, mwigizaji, lakini vile vile mwanamuziki anayekwenda kwa jina la Harry Belafonte, ambaye ndo alikuja na hiyo idea ya kwamba kwa nini tusianzishe umoja wetu wa wasanii wakaweza kurekodi wimbo, huo wimbo ukauzwa, and then ukaweza kusaidia kule Ethiopia na bala njaa. So alioshirikisha baadhi ya watu, mapromota, lakini mtu ambaye nataka nimtaje hapa ambaye alihusika zaidi kwenye production ya wimbo ni Quincy Jones. Quincy Jones, kwa wale watu ambao wameangalia video ya wimbo, by the way, ile video ya wimbo ambao unaiona ambao ilikuwa inaonyeshwa mpaka kwenye TV, ndio huo usiku ambapo wimbo ulikuwa recorded. Kwa hiyo walirecord audio alafu wakashoot video hapo. By the way, walikuwa wanashoot video wakati wanarecord audio. Kwa hiyo zile clips ambazo unaziona zinaonekana kwenye video ni clips za kweli ambazo wasanii sasa walikuwa wanarekodi wimbo. Sasa alivyokuja kushirikishwa Quincy Jones, kwa sababu yeye ni mtayarishaji wa muziki, au kwa lugha ambayo inajulikana kirahisi ni producer,
japokuwa watu wengine wanaenda zaidi ya production, ni kwa sababu wana ni orchestrator pia, yani anaweza kukaa pale akaongoza kama kwaya na nini. Kwa hiyo yeye ndo alipewa kazi sasa ya kuchagua wasanii. Achague wasanii ambao wataandika wimbo, lakini vile vile achague wasanii ambao wataimba wimbo. Kwa hiyo ndo kazi ambayo alipewa Quincy Jones. Na kama unamjua huyu jamaa ni mtu ambaye chochote anachokigusa kinakuwa gold. Yani kila project ambayo jamaa anapewa mara nyingi inakuwa successful. Kwa hiyo kumpa yeye kazi hiyo ilikuwa ni uamuzi ambao ulikuwa ni wa maana kabisa, na walikuwa wanajua wanachokifanya. Sasa Quincy Jones alitaka mtu ambaye anaandike wimbo awe ni Stevie Wonder. Wengi mnamjua Stevie Wonder, ni yule ni gwiji, ni mwanamuziki ambaye bado yuko hai mpaka leo na anajulikana kwa kazi zake nyingi, lakini kitu ambacho wengi wanamjua ni kwamba hana uwezo wa kuona, ni mlemavu wa macho. Kwa hiyo alipewa hiyo kazi ya kuandika wimbo, lakini sasa kama unavyojua wasanii wako busy, yuko huku, hakujua kwamba wimbo unatakiwa kwa haraka sana. Kwa hiyo akavuta, alivyojivuta Quincy Jones akampa hiyo kazi, akawapa watu wawili, akampa Michael Jackson, akampa na Lionel Rich, akawapa kazi ya kuandika wimbo. Kwa hiyo jamaa wakaandika, wakafanya faster, wakaandika wimbo wakaumaliza. Siku anaenda studio kurecord, kuweza kuweka demo. Demo ni ile unajua ni kama rough, mna record rough tu kuweza kuonyesha zile njia, ili ile demo sasa waweze kuwatumia wale wasanii wengine ambao watashiriki kwenye huo wimbo, waweze kuwa na idea kwamba kitu gani wataenda kukifanya siku ya kurekodi wimbo. Sasa wakati wanarekodi hiyo demo, Michael Jackson na Lionel Rich, ndo Stevie Wonder anakuja studio. Sasa lengo lake amekuja studio kuandika wimbo, lakini anakuta wimbo umeshaandikwa na watu wanarekodi hiyo demo. Kwa hiyo basi akawepo pale, akawa anaonyesha mchango wake hapa na hapa, lakini wimbo kawa tayari ushaandikwa na watu wakarekodi. Na kweli ile demo watu wakatumiwa, wale wasanii ambao walikuwa washachaguliwa sasa kutokana na sauti zao na toni za sauti zao. Kwa hiyo walikuwa washachaguliwa wote wale ambao wanausikia kwenye wimbo, wakatumiwa zile demo. Sasa jinsi gani unawapata sasa wasanii wao wote waweze kurekodi? Kwa sababu kusema arekodi mtu mmoja itachukua time sana. Kwa hiyo inabidi hao tuwapate wote kwa pamoja. Sasa bahati nzuri kulikuwa kuna tuzo ambazo zinakuja hapo mbeleni, ambapo wasanii wengi wataenda kushiriki kwenye zile tuzo. American Music Awards zilikuwa tuzo ambazo zinakuja. Sasa Quincy Jones akasema okay, ule usiku watu wakitoka kwenye tuzo kule ndio tutawabana hapo waje wote studio warekodi kwa muda mmoja. Na kweli ndio kilichofanyika bwana. Baada ya tuzo, ana hiyo tuzo yenyewe siku hiyo ilikuwa Lionel Rich ndo alikuwa ana host pale, na yeye mwenyewe alishinda tuzo kama 4 hivi. Walikuwepo watu wakina Prince, walikuwepo wasanii wote ambao wameshiriki humo, wengi wao walikuwepo kwenye ile tuzo pale. Kwa hiyo hizo tuzo zilipomalizika sasa, wale wasanii wote kwa sababu walikuwa na taarifa na walikuwa washatumiwa zile demo, moja kwa moja wakaenda studio. Sasa kuna ambao walienda studio na kuna ambao hawakwenda studio. Moja wa wasanii ambao hawakwenda studio ni Prince. Prince alikuwa ni hasimu sana wa Michael Jackson. Sasa sijajua kama ndo sababu moja kwa moja ambayo ilimfanya asiende studio kwa sababu Michael Jackson alikuwepo, lakini hakutokea yeye. Lakini wasanii wengine ambao mnawasikia kwenye wimbo wote walitokea, wakafika. Zilifanyika jitihada za kumsubiri Prince, lakini hakuweza kutokea, mpaka akapigiwa simu akasema bwana, mimi kama mtaweza kuniandalia chumba changu peke yangu niweze kupiga gitaa. Lakini Quincy Jones akamwambia hapana, haiwezekani, hapa tunarekodi wote tupo kwenye chumba kimoja tunarekodi. Basi yeye hakutokea. Kwa ile sehemu yake ambayo ilitakiwa yeye aimbe, akabidi apewe mtu mwingine. Sasa by the time wakati hawa jamaa wasanii wote wako kule kwenye tuzo, Michael Jackson hakwenda kwenye tuzo. Na alikuwa nominated lakini hakwenda. Yeye alikuwa yuko studio anaingiza baadhi ya vocals na nini, pema kabla wasanii wengine wajaje. Sasa wasanii kutokana na ego zao na unajua jina kubwa, una hela na nini, wanakuwa ni wasumbufu. Alichokifanya Quincy Jones akaweka pale mlangoni pale, aliandika maneno check your ego at the door. Yani maana rahisi ni kwamba unapoingia humu ndani ego yako iache hapo mlangoni.
Yaani wewe umaarufu wako, hela zako na nini zote ziache mlangoni. Ukiingia huko ndani wewe ni msanii na tunataka mchango wako kama msanii. Kwa hiyo nafikiri ile pia ilichangia kuweza kurahisisha watu kidogo kupunguza ule ujuaji na nini. Japokuwa iliendelea kutokea mambo kama hayo, lakini ilipunguza kidogo kutokana na Quincy. Kwanza cha kwanza wanamheshimu Quincy Jones, lakini vile vile nafikiri hiyo taarifa pia iliweza kuwapunguza kidogo. Basi walipofika pale, hapo tayari ni usiku, tayari nafikiri saa 6. Basi wakaanza kurekodi na nini. Sasa wengi wao walikuwa bado hawajaushika ule wimbo vizuri, kwa hiyo wanarekodi huko wanasoma. Kuna baadhi ya wasanii walihangaika sana kurekodi, baadaye wakasaidiwa kama Bob Dylan, ni msanii mkubwa ambaye alikuwa na hits na nini, lakini sehemu yake ilikuwa inamshinda kuimba. Sasa Stevie Wonder akamsaidia, akaenda naye sehemu anapiga kinanda, akamwelekeza jinsi ya kuimba na nini. Basi wote wakaingiza hiyo sauti mpaka kufikia asubuhi. Sasa ndo wimbo ukawa umemalizika. Yaani wanatoka studio asubuhi kabisa saa 12 wanarudi makwao na nini. Kwa hiyo wimbo ukawa umefanyika ndani ya usiku mmoja na ukawa successful. Ulipokuja kutoka basi kama unavyojua, kila mtu anaujua wimbo ukipigwa, kila mtu, yani feeling ya wimbo ipo mpaka leo. Ukiusikiliza unaona kabisa ni wimbo ambao kuna kitu ndani yake, kwamba muziki unaongea hata kama uelewi maneno vitu gani vinazungumzwa huko ndani, lakini ni ile tone ya wimbo, ile feeling ambayo inazalisha kwenye akili yako, ni kitu ambacho huwezi kukiepuka. Kwa hiyo We Are The World, ujumbe wake hasa ni kwamba sisi ndo dunia yenyewe. Kwa hiyo tusaidiane, tuweze kujaliana pale ambapo tunapitia magumu, tuweze kujaliana na kuweza kutoa misaada na vitu kama hivyo. Ndio lengo kubwa la wimbo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho tunakipitia sisi wa Tanzania sasa hivi, na sio sisi tu, tumeona mpaka Dubai huko kuna mafuriko, na nchi nyingine pia hali ni mbaya, hali sio nzuri. Nafikiri kuna mabadiliko ya tabia ya nchi pengine ndio yanapelekea vitu hivi. Kwa hiyo nadhani ni muhimu kukumbuka kurudi kwenye utu na kujaliana, ili tuweze kufika mahali, kwa sababu kila mtu akipotezea kwa sababu yeye yupo kwenye position nzuri, maana yake watu wengi watapoteza maisha, na watu wengi wakipoteza maisha haimfaidishi mtu yoyote. Sasa mtu anaweza kujiuliza kwamba hizo stories za ulivyorekodiwa wimbo wa We Are The World nimezitoa wapi? Maana nasimulia utafikiri ilikuwepo, lakini ukweli ni kwamba kuna documentary imetoka, ni makala imetoka Netflix, inaitwa The Greatest Night in Pop, The Greatest Night in Pop, ambayo imetoka mwaka 2024, ambayo ndio inaelezea hiyo story ya namna wimbo ulivyokuwa recorded, wasanii walivyoitwa, mchakato mzima unauona wa jinsi wimbo ulivyorekodiwa. Na kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuangalia studio sessions, namna ambavyo watu wanarekodi nyimbo, pressure iliyopo pale, hata kwa wasanii wakubwa kama hao ambao nimekutajia, lakini nakuta bado pressure ipo, kwa sababu hamna mtu ambaye anataka kufanya kitu kibaya mbele ya wenzake. Umeona? Kwa hiyo ni documentary nzuri sana, mimi nimeiangalia mara kadhaa mpaka sasa hivi, haichoshi kusema kweli. Kama unapenda muziki, kama unapenda documentaries, kama unapenda studio sessions, ni kitu ambacho unaweza kuenjoy sana. Kwa hiyo check it out. Unasikiliza Wanangu Podcast. Katika topic yetu ya pili ya Wanangu Podcast, nataka kugusia kitu kimoja kinachoitwa AI. Nafikiri by now kama hujaona utakuwa umesikia, kama umesikia hujaelewa, ndio niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha kuhusiana na AI. AI ni kifupi cha Artificial Intelligence. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni akili bandia. Sasa hii akili bandia tunayozungumzia sio ya binadamu kama sisi, ni ya kompyuta. Kwa hiyo AI ina uhusiano wa moja kwa moja na kompyuta. Sasa kompyuta ni kifaa au ni mashine ambayo inaturahisishia sisi kufanya kazi, si ndio? Yani ukienda kwenye kompyuta maana kuna kazi unataka kuifanya, na kompyuta ina uwezo mkubwa wa kukurahisishia hiyo kazi, as opposed to kama ungeamua wewe mwenyewe kuifanya hiyo kazi. Naweza kufanisha kwa mfano rahisi zaidi ni calculator. Inakusaidia wewe kukokotoa, badala ya wewe kushika table zote zile ya kwanza mpaka ya 12, basi unatumia calculator kuzidisha 9 mara 7 na kupajibu kirahisi.
Kwa hiyo kompyuta inakurahisishia kazi. Lakini kwa historia tangu tulivyoanza kutumia kompyuta mpaka kufikia sasa hivi ni kwamba binadamu amekuwa akicontrol ile kompyuta iweze kumpa majibu ambayo yeye anayataka. Sasa AI kwa mtazamo wa namna moja ni maendeleo. Kwa maana badala ya kompyuta ikusubiri wewe kuiambia kila kitu ambacho wewe unataka ifanye, sasa ina akili bandia ambayo hiyo akili bandia tunaita ni bandia kwa sababu sio akili ya binadamu. Hiyo akili bandia inaiwezesha ile kompyuta kufanya mambo kwa kuamua yenyewe pasipo binadamu kuwepo. Kwa maana badala wewe uingize zile namba za kukokotoa, basi inaweza kukokotoa yenyewe na ikatoa majibu na ikaendelea kufanya vitu vyake yenyewe bila wewe kuwepo. Hiyo ndo AI kwa kifupi. Hiyo ndo artificial intelligence. Kwa maana kompyuta sasa ina uwezo wa kufanya hivyo vitu. Na ni kitu ambacho tayari tunakitumia. Kwa sababu ukikidefine kama hivi, unahisi kama ni jambo zito sana. Sasa hii kompyuta ikiamua labda hii hack system za jeshini ilipua mabomu vitu kama hivyo, itakuwaje? Wengi tunaenda huko. Lakini AI tayari sisi tunaitumia mpaka sasa hivi. Kwa mfano ukiingia YouTube ukaangalia video moja ambayo inahusu viatu. Sawa? Unakuta baadaye kidogo ukiingia unakuta kuna video 5 wamerecommend ambazo zinahusu viatu. Sasa hakuna mtu ambaye anafanya ile kazi kwamba akuletee video za viatu kwa sababu umeangalia viatu. Hiyo ni AI, hiyo ni artificial intelligence. Kwa maana ile software ya YouTube inatumia hiyo sasa artificial intelligence kuweza kutoa recommendations according to kile kitu ambacho wewe unakiangalia. Kwa kama baadaye ukibadilisha tena ukaangalia video ya chakula, anaanza kuletea video ya chakula. Kwa hiyo artificial intelligence tunaitumia, tayari ipo kwenye software za kila siku ambazo tunazitumia. Ipo na inatumika na iko effective kwa maana inakusaidia kama ukitaka labda kusoma kitu kinahusu labda historia labda sema ya Uganda, angalia video moja. Kwa hiyo wanavyozidi kurecommend hizo video za Uganda, that means unapata madini zaidi kwenye kile kitu ambacho unataka kukisoma au kile kitu ambacho unataka kufuatilia, si ndio? Kwa hiyo ipo na tunaitumia. Lakini shida inapokuja ni kwamba kama nilivyosema hapo mwanzo, sisi tunaenda kwenye negativity, tunafikiria vipi sasa hizi kompyuta zikafikia uwezo wa kwanza kujiamulia na zikatupindua sisi binadamu. Hivi vitu tumeviona sana kwenye movie kama I, Robot ambao walikuwa wametabiri ile ya Will Smith ambao walikuwa wametabiri kwamba ikifika mwaka 2030 marobot yatatawala dunia, yatafanya revolution, yatatupindua sisi. Hiyo artificial intelligence itakuwa ndio inaongoza dunia na vitu. Kwa hiyo kutokana na kupandikiza kwa idea kama hizo, si jambo baya sana kuwaza kwamba inakuaje siku hizi kompyuta zikitake over na sisi binadamu tukawa hatuna power kabisa, wakati sisi ndo tumezileta hizi kompyuta into existence na leo zinakuja zinatupindua. Kwa hiyo hilo ndo jambo ambalo tunapozungumzia AI watu wanakuwa wana mawazo tofauti. Kuna ambao wana support, kuna ambao wanasema okay, na support lakini ziwe controlled kwamba wapi na wapi zitumike, lakini wapo ambao wanazikataa kabisa. Na swala kukataa teknolojia sio geni kwa binadamu. Ukiangalia historia ya binadamu, tumekuwa tukikataa teknolojia zinazokuja kwa sababu ya fear of the unknown. Ile hofu ambayo tunaipata kutokana na kutokujua nini hasa kitakuwa matokeo ya hii teknolojia huko mbele tunakoenda. Nakumbuka sisi tulivyokuwa wadogo, kompyuta ndio zilikuwa zinaanza kuja maofisini na nini. Wazee wengi walikuwa wanazikataa kompyuta kabisa. Wanasema kwa sababu kompyuta hizi zinakuja zitatufanya sisi tufukuzwe kazi, zinafanya kazi kubwa kwa muda mchache, kwa hiyo sisi wengi tutapoteza kazi. Na to some extent ni kweli watu walipoteza kazi, lakini mpaka leo tupo tunafanya kazi na kompyuta zipo, tunashirikiana. Kwa hiyo kulikuwa kuna ile connection kati ya technology na binadamu ambayo sasa ndio inaonekana ipo hatarini kupotea kutokana na kuja kwa AI. Umeona? Sasa historia kama nilivyosema, watu wamekuwa wakiogopa teknolojia. Hata ukirudi nyuma kabisa kwenye industrial revolution, kwenye mapinduzi ya viwanda, watu walikuwa wanakataa. Kuna watu ambao kabisa walikuwa wanakataa kabisa teknolojia, wanaenda zile mashine
ambazo zilikuwa zinatumika kutengeneza nguo, kuchakata pamba, wanaenda usiku, wanazipiga zile mashine, wanazipasua, imradi tu wabakie wao kama binadamu wafanye zile kazi na kazi zao zichukuliwe na mashine. Unasikia kuna kitu anaita rage against the machine, kwamba kuna watu walikuwa na hasira na hizi mashine, hawataki hata kuziona, wanaona kama hizo zimekuja kuharibia kazi zao. Na to some extent walikuwa wana point, lakini ndio hivyo, teknolojia huwezi tena kuikimbia moja kwa moja, ikaendelea mpaka hapa si leo tupo. Tunavaa nguo ambazo zinatoka viwandani, vitu vingi ambavyo tunavitumia vimekuwa manufactured kutoka kwenye viwanda. Viwanda kwa asilimia kubwa viko automatic. Ndio hiyo mambo ya artificial intelligence. Kwa hiyo kuna faida na hasara kwenye haya mambo, lakini namna gani sasa tunaicontrol hii AI, ndio hapa watu wengi wanagawanyika. Sasa kuna wanaokubali na kuna wanaokataa. Kwa hiyo naomba nikupe mfano tu kwamba mtu kwa mfano ambaye alikuwa anatumia Photoshop, si ndio? Unaingia kwenye kompyuta, unatumia kuna program inaitwa Adobe Photoshop ambao ndio watu wanatumia kuedit picha, si ndio? AI instead of wewe kutumia hiyo Photoshop, unaingia tu kwenye website, una type maneno kwamba nataka picha ya mtu fulani, labda mwanaume mweusi mwenye urefu kiasi fulani, ambaye yuko sokoni Kariakoo, ambaye ameshika mfuko wa nyanya mkono wa kulia, ameshika peni mkono wa kushoto, amevaa shati jeupe na mkanda mweusi na suruali ya brown na viatu vyeusi. Kwa hiyo una type ile description ya kitu unachokitaka, na AI within less than a minute na kutolea matokeo ya kile chochote ambacho umekitaka. So instead of wewe kukaa kwenye Photoshop na kufanya ile kazi yote, AI inakufanya wewe ufanye hicho kitu chini ya dakika moja, na unapata matokeo ambayo uko unataka. So which means za wale watu ambao walikuwa wanafanya hizo Photoshop, watu ambao kwenye photograph, wasanii ambao wanachora picha, ina maana hao wote kazi zao zipo matatani kwa mtazamo huo kuiogopa AI. Lakini kwa namna nyingine unaweza kaangalia kwamba okay, hiki kitu tunaweza tukatumia kuboresha kazi zetu ambazo tayari tunazifanya, instead of kupoteza muda kuconcentrate kwenye kazi fulani, basi AI inaweza kukusaidia kufanya kazi kwa muda mfupi na kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo, ambalo bado tunatakiwa tuangalie mwenendo wake utakuwaje. Kwenye sekta kama za elimu ni changamoto, kwa sababu at least sisi wakati tunasoma ndo tuna Google, ukipata swali una Google, unapata yale material, unasoma from Google. Now unaweza kaiambia AI ikuandikie essay, kwamba andika essay kuhusu maji war, and sekunde 3, 4, 5 essay hiyo hapo tayari ishatoka. Sasa wanafunzi wapo katika hali gani? Kama mtu anaweza akapewa homework, and then homework akaifanya within less than 1 minute, na imefanywa na kompyuta, yeye hata hajatumia akili yoyote kufanya. Kwa hiyo ukiangalia hili swala kwenye sekta mbalimbali, ni swala ambalo lina changamoto, na ni swala ambalo linahitaji utulivu, pengine katika kutunga sheria ambazo zitakuja kucontrol hii AI. Lazima iwekewe mipaka, kwa sababu pia yenyewe ikiachiwa tu iendelee tu ifanye kazi kwa namna ambavyo inafanya kazi, changamoto ni nyingi. Kwa hiyo lengo langu leo lilikuwa ni kuintroduce to hiyo topic kwa wale ambao, hususan kwa wale ambao hawana idea what an AI is. Nafikiri utakuwa umepata mwanga kwamba AI ni nini, na inaweza kukupa mwanga kwamba tunaelekea wapi as far as technology. Kwa hiyo tuendelee kuangalia tunakoelekea, kwa sababu kwa sasa hivi sina majibu ya kukwambia kwamba AI ni nzuri au ni mbaya. Katika pande zote kama nilivyokuambia, kuna faida na kuna hasara vile vile. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 8 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na nashukuru sana kwa support yenu ambao mmeendelea kuionyesha hapo kwenye channel yetu ya Telegram ya Wanangu Podcast. Mmetisha sana, especially nyinyi ambao mnatoa feedback, ambao mnatoa comments kwenye swala ambalo limewagusa. Shout out kwenu nyinyi wote ambao mnafanya hivyo, na wale pia ambao wanasikiliza comment chochote vile vile, nawashukuru sana kwa sababu mnanipa moyo napoona mnasikiliza kitu ambacho nimekifanya.
Na kwa leo ningependa kusema sorry kwa kama umekuwa umenotice kwamba sauti yangu iko tofauti kidogo. Ni kwamba kutokana na hali ya hewa kidogo naona na dalili za kupata mafua, kwa hiyo sauti imekuwa iko tofauti kidogo. Kwa hiyo sorry for that, lakini naamini next episode itakuwa nimerejea kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo until next time, tukutane hapa Wanangu Podcast. Peace. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand.